sio kwa kuitetea Simba. Hawana mapenzi yoyote na Simba, ni wasaliti tu ambao wana mkono mkubwa katika kuidondosha klabu ya Simba kuliko hao viongozi ambao tunawalalamikia. Leo tumetokeza hapo, tunaeleza ule ukweli. Sisi tuna mapenzi ya dhati na tunaumia, na unajua waandishi, kuna wengine wako wanyonge ambao ni wapenzi na washabiki wa Simba, lakini wanashindwa kuongea. Wanatutegemea watu kama sisi ambao tuwafikishie ujumbe, hawapati fursa hii. Kwa hiyo tunawatetea wanyonge pia ambao wanaipenda Simba yao kwa dhati na wanaumia, lakini kuna washenzi hao wengine ambao ni wasaliti, wanaihujumu Simba yetu. Na wataja, kuna daktari anajiita daktari wa mchongo, kuna JB 64, kuna Mnandi na baadhi ya wengine. Yaani hata nasikia aibu kuwataja, nasikia aibu, wasaliti wakubwa wa Simba. Sasa mimi leo naweka kila kitu wazi. Lete baba. Naweka kama jibu na nilikuwa mimi niliungwa kwenye grupu ya Simba Influencers Real. Nisikilizeni wa Tanzania na washabiki wa Simba duniani kote, huo ndio ukweli, na leo naweka wazi. Mwenyekiti, naweka wazi. Mwaga baba. Nilivyojiungwa kwenye grupu ya Simba Influencers, nikaenda kwenye group information nione, je, kuna watu wangapi ambao wako kwenye hiyo grupu. Nikaona kuna wengine ni machawa kwenye grupu. Awali ya yote nikatuma message ya kwanza kwa huyu daktari wa mchongo, mnafiki mkubwa, kwamba wewe umeniunga kwenye grupu, lakini mimi nimenyoka. Mimi siko kama leo wewe utazungumza hicho, kesho utazungumza hicho kwa ajili ya maslahi yako binafsi. Mimi siko hivyo. Hiyo message ya kwanza nikaituma kwenye group. Baadaye nikatuma message ya pili kwamba kwenye hiyo grupu nilivyoona kuna machawa. Wakaanza kuniambia kwamba Muhindi, kwa nini unasema kuna machawa? Unajua kuwa machawa sio kwamba labda unalipiwa nauli au unapewa hela. Unaweza kuwa chawa ukatumika kwa kuidhoofisha Simba, au unatumika na upande wa pili, lakini huwezi kufanya hilo bila kuwa na maslahi yako binafsi. Baada ya hapo wakaniondoa kwenye grupu. Baadaye kuniondoa kwenye grupu, admin alikuwa huyu mnafiki, huyu mtapeli, huyu nani huyo? Dr. Mo, anajiita Dr. wa mchongo, hata vyeti hana. Nikampigia simu nikamwambia, kwa nini umeniondoa kwenye grupu kwa vile nimeandika hayo? Basi bwana Muhindi, usena wasiwasi, nitakuunga. Aniunga tena kwenye grupu. Alivyoniunga kwenye grupu ikaja message kwamba kuna mkutano wa ma-influencer kesho saa 5. Atakayekuja ni mwenyekiti wa wanachama wa klabu ya Simba, nani huyo? Murtaza Mangungu.
Basi mimi nikaenda kwenye mkutano, nikasema nijue yanayotokea. Nilivyoenda kwenye mkutano, nikakuta hao baadhi ya machawa hao na mzee wangu Mwalini na mwenyekiti alishakuja pale, nikakaa. Unajua hicho waandishi na wanasimba, nachoongea Mungu wangu ni shahidi wangu, sipindishi hata neno moja. Sema baba. Mungu ni shahidi. Sema baba, sema. Sema baba. Baada ya mimi kukaa, mwenyekiti akaanza kuwaongelea wachezaji wetu kwamba wachezaji wetu wengine wanafanya maovu, wengine wana wanawake wanatembea nao, wengine wanalewa. Mimi nikawa kimya tu nawasikiliza. Unajua waandishi walivyoniweka kwenye grupu, wakaona kwamba huyu muhindi tutamteka au huyu muhindi tutambadilisha, atakuwa upande wetu. Lakini la hasha, siwezi kufanya hivyo. Leo mimi siwezi kusaliti watu ambao wengine wanaumia, wanapoteza maisha zao kwa ajili ya Simba. Mwenyekiti, wengine wanapoteza maisha, wanakufa. Tunaona watu wanazirai uwanjani, timu yetu inapofungwa tunaona kwa macho yetu. Leo upumbavu huo siwezi kukubali mimi. Baada ya mwenyekiti kumaliza kuwasema sana wachezaji, nikanyosha mkono nikasema, mwenyekiti, mimi nataka kuongea. Kwa kuongea nataka nikuanze na kukuuliza maswali. Nikaambia mwenyekiti, wewe uko katika wadhifa wa kuwa kama mwenyekiti wa klabu, una muda gani? Kama sio miaka minne unamalizia. Je, katika hiyo miaka minne Simba inaporomoka, Simba haijachukua ubingwa, ulituita? Kwa nini ulikaa kimya? Je, kwa maslahi yako binafsi? Namwambia live, naongea naye na hao machao wake wapo. Akaniambia kwamba kama mimi sijakuita si ungenitafuta? Nikamjibu mwenyekiti, wewe kila wakati unaniona kwenye mtandao na kukataa, meseji zangu unazipata. Ilikuwa wewe kunitafuta mimi. Lakini cha kushangaza sana kwamba leo mwenyekiti wa klabu baadaye kuitisha mkutano wa dharura, awaite wanachama wa Simba ajadili hilo swala. Kwa nini unawaita mainfluencer, wanajiita influencer ambao ni watu wachache 10-11 katika wanachama labda tunao 3,000, 4,000, 5,000? Mwenyekiti, tuna wanachama wangapi? 15. Sasa kwa nini unawateua watu 10? Hao ni wahuni. Wewe hao watu umewaitia kwa sababu unajua utawamudu. Kwa bahati mbaya uliniita na mimi, yaani ulibugi. Yaani ulipotea mwenyekiti. Nikamuuliza kwamba nikuulize swala lingine, kwamba kwa nini siri za Simba zinavuja? Leo jezi zilivuja za Simba, wachezaji ambao labda tunawataka sisi wanaenda upande wa pili. Hii inatokana na sababu gani? Kanijibu kuhusu jezi tu.
na nachosema na mnukuu mwenyekiti ambacho amenijibu. Ananiambia hizo jezi za Jairuti sisi viongozi hatuhusiki, anayehusika ni Jairuti. Kwa hiyo kama jezi kuvuja, moja kwa moja mhusika ni Jairuti. Sasa nikajiuliza kwamba kama kweli Jairuti anashindwa kudhibiti jezi zinavuja za klabu ya Simba, anaweza kuwa yani mwekezaji katika Simba? Anastahili kuwa? Kitu kidogo kimemshinda. Baada anataka kuendelea kumuuliza maswali, hao machawa wakaniblock, wakaniambia Mwingi bana, usiendelee wewe, acha, kama kuuliza zaidi utauliza mkutano mwingine. Nikasema hapana, mimi nataka acha tu, tutaijadili kwenye mkutano mwingine. Sema lini ulikuwepo?